Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wathanau lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baada ya kumhimidi Allah jalla jalalu na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ahibati fillah, nimekuja na hadithi yenye bishara, hadithi ambayo itawafaraji wale ambao wana shida na dhiki, wale waliomuomba Allah kwa muda na Allah kawa amechelesha maombi yao. Sikiliza hii hadithi na uifanyie kazi Muislamu. Asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, inna fi layli la sa'atan la yuwafiquha rajulun mu'min au muslimin yas'alu Allah khayran min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyah wa dhalika fi kulli laylatin. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema, hakika katika usiku kuna jisaa hilo hawafikiwi Muislamu yoyote akamuomba Allah jalla jalalu katika kheri za dunia na kheri za kesho yaumul qiyama, ila Mwenyezi Mungu atampa kheri hiyo, atampa. Na jisa hilo linapatikana kila siku, kipindi cha usiku. Kiingia tu usiku, kuna wakati ukimnyenyekea Allah, ukisimama ukimuomba Allah atakuitikia maombi yako. Muislamu, tunangoja nini? Masahaba ridwanullahi alaihim, Allah amewapa sifa, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walikuwa wanaacha mbavu zao zinaacha vitanda vyao, wanasimama wanamwelekea Mwenyezi Mungu, wanamuomba Allah jalla jalalu, na katika yale walioruzukiwa walikuwa wanayatoa kuwafaidisha wengine. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio zaidi Muislamu anafaa akithirishe, atoe kile alichobarikiwa na asimame usiku wa muombe Allah jalla jalalu, ili Allah jalla jalalu aweze kumtimizia malengo yake. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wafaqana Allahu ana wa antum biidhnillah.